na anapofika pale huu mkaa tunao muda wote masaa 24. Kwa hiyo tunawakaribisha wamama, na si wamama tu, tunawakaribisha na wanaume wafanyabiashara wanaochoma nyama, mamalishe, kwa ajili ni mkaa rafiki na ni mkaa ambao pia unatunza kipato na uchumi katika maisha yetu. Bado tunaendelea kuzunguka katika viwanja hivi ambako kesho tarehe 8 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2025 katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid kutakuwa na maadhimisho haya kitaifa ya siku ya wanawake duniani. Kama ambavyo nilikueleza hapo awali, kauli mbiu ya mwaka huu 2025, wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Na sasa niko katika banda la wakala wa nishati mbadala mkoa wa Arusha, na tunafahamu ni sera ama mkakati wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha miaka 10, mkakati ambao ulianza tangu mwaka 2024 na ambao tunatarajia kukamilisha mwaka 2034, 80% ya Watanzania kuanza kutumia nishati safi ya kupikia ama nishati mbadala kama hivi ambavyo unaona. Na kama utakumbuka, hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alisema mpaka sasa tuko chini ya 10% ya Watanzania ambao tunatumia hizi nishati mbadala. Niko na mtaalamu hapa. Mimi kwa jina naitwa Elis George Mwakatobe. Ni mwanamke mjasiriamali, ni mwanamke mchimbaji wa madini. Nasemea mwanamke mchimbaji wa madini kwa sababu TAOMA ni chama cha wanawake wachimbaji Tanzania, na ndani ya TAOMA ndo imezaa chama kidogo cha Motivation ambao tumepata wakala wa kuuza nishati mbadala katika mkoa wetu wa Arusha. Kwa hiyo sisi tupo kwa ajili ya kusimamia mazingira, kulinda mazingira, watu wasikate miti ovyo kwa sababu katika ukataji wa miti wanaharibu mazingira, mmomonyoko, hali ya hewa inabadilika zaidi. Kwa hiyo tuko pamoja na Mama Rais Mama Samia Hassan Suluhu katika kulinda mazingira ya nchi yetu, kwa sababu tunapolinda mazingira ya nchi yetu tunasaidia pia na wenzetu nchi jirani wanapata hewa safi kupitia katika taifa letu. Sasa sisi ni mawakala wa huu mkaa mbadala. Katika hii nishati ya mkaa mbadala nayo pia ni sehemu ya madini. Ni madini yanayochimbwa Mbinga, Songea. Katika haya ni makaa ya mawe. Katika huu mkaa wa mawe STAMICO ndo wamepewa kazi ya kutengeneza huu mkaa. Wameshatoa ile sumu yote, kemiko yote ndani ya huu mkaa ili uwe mkaa rafiki kwa kina mama kuutumia. Na huu mkaa ni rafiki kwa kina mama kwa sababu kwanza ni rafiki kwetu. Tunapoutumia, ukishauwasha unautumia ndani ya masaa 7 mpaka 8. Kwa hiyo ni mkaa rafiki kwa sababu pia unatunza matumizi sahihi katika uchumi wetu wa nchi yetu. Na pia mkaa rafiki ni mkaa ambao hauna madhara kwa sisi watumiaji. Kwanza hauna moshi, mkaa hauna maradhi kama mkaa uharibifu wa miti ambao una mambo ya kifua nini. Ukishauwasha, ukishawaka umekolea, ni mkaa rafiki, hauna moshi, unawaka muda mrefu, hauna masinzi. Kwa hiyo pia tunapenda kuambia wanawake na mabinti watumie mkaa mbadala, mkaa safi kwa ajili ya kulinda mazingira ya nchi yetu na kwa ajili ya kulinda afya zetu tukiwa kama wana Tanzania. Kwa hiyo tunapenda kumuomba Mama Samia, kwa sisi wanawake tulioko ndani ya TAOMA, ndani ya kikundi kidogo cha Motivation, tumepewa nafasi ya kusambaza huu mkaa, na pia tunahitaji nguvu ya serikali iweze kutusogeza mbele zaidi, kwa sababu hapa ndo tumeanza. Kwa vile tumeanza, tumefika hapa, tunamuomba mama kama mama atushike mkono. Tunahitaji usafiri kwa ajili ya kuzungusha mkaa wetu katika wilaya zote za mkoa wa Arusha na kuwafundisha pia kina mama jinsi ya kutumia mkaa safi na salama kwa ajili ya mazingira ya nchi yetu na kwa ajili ya afya yetu. TAOMA kwa mkoa wa Arusha mko wanachama wangapi? TAOMA kwa mkoa wa Arusha tuko wanachama zaidi ya 200. Lakini ndani ya TAOMA mkoa wa Arusha ambao ni wanawake wachimbaji, kuna vikundi vidogo vidogo ambavyo tuko watu 10. Kama sisi tuliopewa uwakala ni TAOMA, ni wanachama ndani ya TAOMA, tuna chama chetu cha Motivation ambao ndio tumekuwa ili grupu na ndio tumepewa uwakala wa kusambaza mkaa katika mkoa wetu wa Arusha. Ndio. Mkaa huu sasa mnatengeneza nyinyi wenyewe kwa kupata material, ama mkaa huu unatoka sehemu nyingine, nyinyi ni wakala tu mnafanya biashara kuuza? Huu mkaa hatutengenezi sisi. Huu mkaa baada ya kutoka kwenye machimbo ya Mbinga
STAMICO, unapitia STAMICO. STAMICO ndio wana kibali cha kutengeneza, wamekwisha kupunguza ile sumu yote na kaboni yote ili uwe mkaa rafiki. Kwa hiyo nasi ni mawakala wa STAMICO. Huu mkaa tunachukua kutoka STAMICO ndo tunakuja kusupply katika mkoa wetu wa Arusha na vijiji. Labda kuna mama ambaye anakuangalia hivi sasa anatamani sana kupata nishati hii mbadala ya kupikia kwa ajili ya utunzaji wa mazingira kadhalika na afya yake, kwa sababu tunaona matumizi ya nishati chafu ya kupikia ikiwemo kuni kuna madhara, ikiwemo magonjwa ya upumuaji na kadhalika. Lakini mama wa kisasa anayekutazama anatamani nishati safi hii ya kupikia kutoka kwa wamama ambao ndio wanafanya shughuli hizi, anaweza kaupata kwa namna gani? Kwa mama anahitaji mkaa safi na salama mbadala, atatupata katika soko la madini mkoa wa Arusha. Na anapofika pale, mkaa tunao muda wote masaa 24. Kwa hiyo tunawakaribisha wamama, na si wamama tu, tunawakaribisha na wanaume wafanyabiashara wanaochoma nyama, mamalishe, kwa ajili ni mkaa rafiki na ni mkaa ambao pia unatunza kipato na uchumi katika maisha yetu. Kwa hiyo sisi tunapatikana ndani ya soko la madini, na pia tuna vipeperushi, tuna kadi ambazo watakapokuwa wanapita watazipewa kwa ajili ya kupata mawasiliano pamoja na sisi. Chochote unachokifanya huwa hazikosekani changamoto. Changamoto gani sasa ambazo mnazipata nyinyi mpaka huu mkaa kuafikia? Katika changamoto zipo. Changamoto tulizonazo kwanza, changamoto ya kwanza ni kwa ajili jinsi ya kuwafundisha kina mama na mabinti na familia zote za Kitanzania jinsi ya kutumia huu mkaa, kwa sababu ni somo jipya lililoingia katika nchi yetu kwa ajili ya kulinda mazingira. Kwa hiyo bado tuna changamoto za kuwaelimisha ili waweze kujua huu mkaa kwao ni rafiki, ili waweze kuutumia pasipo na mashaka. Changamoto ya pili ndio hiyo niliyokuambia, tunaomba mama tushike mkono kwa ajili ya vyombo vya kusafirisha. Ndio. Kauli mbiu mwaka huu tunaona kuna haki, kadhalika usawa na mwisho uwezeshaji. Nyinyi kama TAWOMA mnamwezesha vipi mwanamke huyu sasa wa Kitanzania? Sisi kama TAWOMA tunamwezesha mwanamke wa Kitanzania na huyu binti wasijirudishe nyuma katika kutafuta kipato. Wanapojitokeza, kama sisi ni mawakala, tunawakaribisha pia waje kwetu wachukue mkaa, wawe mawakala chini yetu, wauze, waendelee kujipatia kipato, wasikae bila kuwa na riziki ya kutafuta. Nikushukuru sana dada Alice. Asante, nashukuru, karibu tena. Asante sana.